mkuu wa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, Gerson Msigwa, tunaungana naye live hivi sasa. Katibu, habari za asubuhi. Salama, habari za hapo studio? Bwana, studio tuko salama kabisa, na wewe bila shaka uko salama? Salama salimini. Naam, katibu, tuko na wewe. Siku zinahesabika kuelekea kwenye michuano yenyewe ya AFCON. Timu yetu ya taifa, maandalizi yanaonekana yako vizuri kabisa. Tumeungana na wewe na wewe tuambie mipango kuelekea AFCON hii, unaonaje? Siku zimebaki chache tuweze kutinga pale nchini Morocco kwenda kushindana na wenzetu. Mipango inakwenda vizuri. Timu iko Misri na inshallah leo au kesho itakuwa inaondoka kwenda Morocco. Ndio. Ambako itakwenda kwenye kituo chake cha mashindano. Ufunguzi wa mashindano ni tarehe 21, lakini tunatarajia mechi yetu ya kwanza itakuwa tarehe 23 dhidi ya timu ya taifa ya Nigeria. Alafu tutakuwa na mechi tarehe 27 dhidi ya timu ya taifa ya Uganda. Lakini tutamaliza mechi ya tatu kwa hatua ya makundi na timu ya taifa ya Tunisia. Kwa hiyo maandalizi yako vizuri. Wenzetu TFF wametuambia kuwa timu iko sawa sawa na wako tayari kwa kwenda kwenye mashindano. Sisi huku nyumbani pia tunaendelea kufanya mipango ya kuona namna gani tunaweza kupata watu wengi zaidi watakao kwenda Morocco. Wako wadau ambao wametangaza utaratibu wa kulipia kiasi fulani cha fedha ambacho kinakupa package ya kwenda Morocco. Kama unataka kwenda kuangalia mechi moja, mechi mbili, mechi tatu, mechi zote, ni uamuzi wa mtu mwenyewe anapopanga. Lakini pia na upande wa serikali pia tunaangalia kama tunaweza kufanikiwa kuwa na ndege ambayo itakuwa inakwenda na mashabiki, lakini bado hili hatujafanikiwa. Tutakapokuwa tumefanikiwa tutawajulisha wananchi. Ikishindikana basi tutakwenda na hiyo option namba 1 ambayo ni ya watu sasa wanaweza kuwasiliana na huyo mdau Bluebird ambaye ndio anatoa hizo package. Na naamini Watanzania pengine wapo hata kule Morocco. Kuna utaratibu wote ambao mmeuandaa ili wale ambao watakuwepo kule tukiwakusanya kwa pamoja waende kuianikiza na kuongezea nguvu timu ya taifa? Kuna wenzetu ambao wametangulia, viongozi wa TFF na baadhi ya viongozi wa serikali, na timu nyingine ya viongozi wa serikali itaondoka kesho kwenda Morocco. Pamoja na mambo mengine, hilo litakuwa mojawapo, kwa sababu ni lazima kuwa na kakidedea kama ambavyo tulifanya Ivory Coast, ndivyo tutakavyofanya Morocco pia. Pengine wito wako sasa hivi katibu, kwenda kwa Watanzania na wadau wa soka, maana watu wanasubiri kwa hamu sana, na tumeona mkishiriki kwa asilimia kubwa karibia 90 mpaka sasa kwenye maandalizi ya timu ya taifa, kambi nzuri huko nchini Misri. Kwanza Watanzania wote tuiombee timu yetu ipige hatua kubwa zaidi. Ushiriki wetu wa mwisho kula Ivory Coast tulipata point 1. Safari tungetamani tuvunje hiyo rekodi, twende zaidi hapo. Kule tulipata 2, tulipata point 2 kule. Point 2, hebu angalia vizuri rekodi zako. Tulipata point dhidi ya Zambia pamoja na Congo. Na Morocco akatufunga. Ndio yeah. Sahihi kabisa. Kwa hiyo tungependa tuvunje rekodi ya Ivory Coast. Hata ikiwezekana tuvuke kwenye hatua hii ya makundi na twende mbele zaidi. Basi na sisi hapa katibu, kabla hujamaliza, tuna AFCON special hapa Crown ambayo tumeiandaa rasmi kwa ajili ya mashindano yenyewe ya AFCON. Tuna wadau hapa studio, tunao Safari Lag ambao wametusapoti, tuna Azam Pesa wametusapoti pia kama Crown, na sisi tunajiandaa kwenda kwa ajili ya kuwajuza wa Tanzania. Kauli yako ni muhimu sana kwenye AFCON special ya Crown FM. Nawatakia kila la heri. Ndio. Kila la heri. Na nawashukuru sana Clown FM kwa sababu siku zote tumekuwa pamoja katika masuala ya kupush agenda za timu zetu za taifa. Naomba muendelee kufanya hivyo, na mimi ahadi yangu kwenu ni kwamba tutaendelea kushirikiana. Basi hilo limefika, na kwa niaba ya wenzangu tumelipokea, na tuna matarajio ya ushirikiano mkubwa, kwa sababu naamini na wewe utakuwepo huko, basi ushirikiano utakuwa mkubwa kabisa. Mimi sitakwenda, nakwenda naibu katibu mkuu. Naibu ndo anakwenda Naibu katibu mkuu atakuwa huko, mimi nitabaki na Watanzania hapo tunapiga dua. Sawa. Asante sana katibu kwa kuungana na sisi.
Asante sana. Yes, ni Gerson Msigwa, msemaji mkuu wa serikali akizungumza kuhusiana na timu ya taifa kuelekea kwenye safari hiyo ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON, lakini pia umesikia neno lake kuhusiana na AFCON special ambayo inaendelea hapa Crown FM, na maandalizi ndo kama hivyo yanaendelea, siku malizika sasa, tuko kwenye hatua za mwisho kuelekea tarehe 21 na timu ya taifa itaanza safari yake kwenye michuano ya AFCON ya mwaka huu. Nadhani ni kitu gani ambacho coach Miguel Gamonde anapaswa kukizingatia kuelekea kwenye safari hii nyingine ya AFCON ili kuvunja rekodi na kuandika rekodi nyingine? Mimi kabla sijaongea nitaja hapa Mr. Producer hapa. Una taarifa niliona amechapisha jana kwamba baadhi ya wachezaji bado hawajaondoka. Hii imekaje? Yeah, ni kweli kuna baadhi ya wachezaji watatu wa timu ya taifa, Selemani Mwalimu, Yusuf Kagoma pamoja na Lusajo Mwekenda bado hajaondoka, na wamepata visa ya Misri. Yaani wamepata visa kwenda Misri. Na sasa hivi wanasubiri tiketi ya kuwaonesha wanakwenda wapi. Wanakwenda Misri kuungana na timu Misri ama wanakwenda kuungana na timu wangeenda Morocco kwenye mashindano. Lakini na hivi wangeenda moja kwa moja Morocco. Sasa yani ni kitu gani ambacho kimewakwamisha? Kwa sababu maandalizi yashafanyika. Yani naona watu wengine wanacheza mtaani. Kama Mwalimu nimemwona mtaani jana juzi. Kwenye Chandimu. Sinza Star pale. Sasa mtu wa Chandimu ndo anaenda kuna nini na kabla tujamaliza AFCON special, tutafute TFF. Tutafute Ndimbo. Watuambie hawa wanaenda lini. Tujue ili tusijiulize, kwa sababu kama timu inakaribia kuondoka kesho au kesho kutwa, wachezaji hawezi kwenda tena, waende moja kwa moja wakakutane huko, na watu waambie ni lini, na changamoto pengine ni visa ama ni jambo. Sawa, mimi nitafanya jitihada za kumtafuta Ndimbo, lakini kwa mujibu wa taarifa ambazo nilikuwa nazo, unajua hao wachezaji wote watatu kama Kagoma na Lusajo tumewaona kwenye kikosi cha kwanza ambacho kimetoka, lakini hao ni wachezaji ambao waliongezwa kwenye kikosi. Kwenye ile kikosi cha awali hawakuwa kwenye programu ya Mwalimu. Lakini wao wameongezwa baada ya Mudathiri ambaye ameachwa yeye kuwa majeruhi, baada ya Mudathiri kusema mimi siwezi kusafiri kwa sababu mimi siwezi kwenda kucheza mashindano, ni majeruhi. Kwa hiyo Mwalimu ikabidi amuongeze Kagoma. Lakini pia upande wa kulia kwa Lusajo kuna mchezaji pia anaonekana kwamba alikuwa ameitwa kwa ajili ya mashindano, lakini akakutana na hiyo changamoto, kwa hiyo naye akaongezwa kupitia hiyo changamoto. Lakini wakasafiri na Sopo ambaye alikuwa ni majeruhi. Wameenda kule wamemfanyia vipimo, moja kugundua kwamba hivi hawezi tena kufanyaje kucheza mashindano kwa muda ambao mashindano yapo, ikabidi wamtangaze kumuongeza Selemani. Sopo atarudi. Yes, Sopo atarudi. Kwa maana hiyo hao wachezaji wote watatu ambao hawajasafiri ni wachezaji ambao hawakuwa kwenye plani ya kwanza kabisa ya safari. Japo unaweza kwa walaumu shirikisho, kwa sababu kama wachezaji wapo kwenye ile orodha ya wachezaji 53 ambao walikuwa wamewasubmit CAF, walipaswa pia kuwakatia visa wachezaji wote, kwa sababu hao wachezaji wote muda wote na saa wote unamhitaji. Hili ndio tutalijadili, na hasa hilo eneo la kwenda na mtu kama Sop. Watu wanaenda huko ndo wanagundua kama mchezaji sasa hawezi tena, manake vipimo havikufanyika kwa wachezaji wote ambao walikuwa tayari wako kwenye orodha kwenda. Hii nadhani haiko sawa. Haiko sawa. Unajua hiyo taarifa baada ya kuiona jana, nadhani nimecomment kwa Nasibu nikauliza sasa itakuwaje? Yani how comes taarifa za Sop zipo muda mrefu na hao wachezaji wameongezwa toka last week mpaka leo bado wako Tanzania, na wengine nimewaona wako mtaani wanacheza Chandimu. Mchezaji atoke kucheza Chandimu aende kushindana na Nigeria na Victor Osimhen, lakini pia atachelewa. Hao wanaweza kuchelewa hata hii program ya Mwalimu kama Mwalimu asha implement kila vitu. Timu ya taifa imecheza mechi za kirafiki shui 2, shui 3 indo. Ina maana kuna vitu ambavyo ameimplement. Nacheza hivi bila mpira, tukiwa na mpira tunafanya hivi, mpango mkakati ni huu. Hawa watu hawapo. Wanakwenda kujoin moja kwa moja na timu mashindano yakiwa. Naomba nikukatishe kwa sababu bado tutakuwa na mjadala hapa mzuri tu kuhusiana na hili Sara itaomba hili wakati sisi tunaendelea baadaye na program nyingine ili uliweke mezani vizuri tulijadili, yani hao wachezaji nafasi yao. Lakini kwenye studio tayari tunaye mgeni wetu, tunaye dada yetu Pamela Kikuli ambaye ni meneja wa chapa kutoka TBL. Tuko naye dada Pamela, karibu sana.